Tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu Masijara ndogo ya Dar es Salaam imeweza kuendelea na kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye anashtakiwa na Jamhuri kwa kosa kwamba kwa tuhuma za uhaini. Leo ilikuwa ni siku ambayo ni uamuzi wa pingamizi ambalo mwenyekiti alikuwa ameweka juu ya ile notice ya serikali ya kutaka kuleta ushahidi wa ziada katika kesi yao kwa yule shahidi wao ACP Amini Mahamba. Amini Mahamba, kama mnavyofahamu, yeye tayari ni shahidi kwa sababu kwamba taarifa zake za ushahidi na maelezo yake yameandikwa katika ile taarifa ya mahakama ya ukabidhi ya pale Kisutu, na hizo taarifa zake zimepokelewa hapa. Kwa hiyo ule ushahidi wake kwa sehemu kubwa upo mahakamani na mwenyekiti tayari ameshajiandaa nao kuweza kukabiliana naye, kwa sababu ndio tunasikia kwamba ndio shahidi wao muhimu sana, ndio amebeba kesi hii. Sasa licha kwamba ni shahidi muhimu, bado serikali ikafikisha maombi ya hiyo notice kwamba wanataka kuongezea ushahidi wa ziada wakitumia kifungu cha 308 cha sheria ya makosa ya mwenendo wa makosa ya jinai. Sasa baada ya pingamizi, mahakama leo imetoa uamuzi wake. Jopo la majaji wao watatu wamesema kwamba maombi hiyo, taarifa hiyo au notice hiyo haipo kisheria, kwamba ni batili, haina mashiko ya kisheria kwa sababu inataka kuleta ushahidi wa ziada kwa mtu ambaye tayari ni shahidi. Kile kifungu cha 308 cha sheria ile ya mwenendo wa jinai chenyewe kinaruhusu tu taarifa hizo kuletwa na mtu ambaye ni shahidi, ambaye hakuwa shahidi katika ile kesi, na sasa ni kwamba huo ushahidi amkuwa nao wakati ule. Na kikubwa zaidi, majaji wameendelea mbele na kusema kwamba inatakiwa ushahidi huo uhusiane na kosa lile ambalo liko mahakamani, na maana yake tunazungumzia yale makosa ambayo mwenyekiti anatuhumiwa kuyafanya tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa ukitaka kuleta yale mambo tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na kuendelea, hapo unaleta kitu tofauti kabisa na kitu kwa mahakamani. Na kwa kweli kwa sehemu kubwa hata ukiangalia kisheria ni kwamba unataka kujazia mahakama na mambo yasiyohusika. Kama tunazungumzia masuala mwenyewe mnapenda mpira, unazungumzia masuala ya Yanga, uweze kuleta masuala ya Simba. Kama unazungumzia masuala ya Simba au Cosmopolitan, uweze kuleta mambo ya timu nyingineyo. Sasa hoja ya msingi ni kwamba mwenyekiti anatuhumiwa kwa makosa ya uhaini kutokana na kauli yake tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Uweze kuleta mambo ya matukio tarehe 29 mwezi wa 10 na kuendelea kwamba watu wameuawa. Kwa hiyo ikawa ni kwamba mahakama imekataa. Sasa baada ya hapo, upande wa mashtaka wakapiga sarakasi kidogo, walipigwa na ngumi ilikuwa ni nzito. Sasa wakaamua kusema kwamba wanaomba muda dakika 50 saa moja kwenda kujipanga, na kwa sababu imevuruga kidogo utaratibu wao wa ushahidi na kuwasilisha ushahidi wao. Wakasema wanaomba wakajipange ili waweze kumwandaa shahidi wao, lakini kumbe walikuwa na lao jambo. Mahakama mwisho wa siku akasema kwamba tusibishane sana, tutoe dakika 50 turudi saa 5 asubuhi, ile asubuhi kuendelea na kesi. Tumekaa mpaka saa 9 nadhani. Sisi sasa hizi ngapi? Tumekaa kwa muda saa 8 na kitu ndio tumerudi mahakamani. Kumbe serikali kuja sasa, wamekuja na kitu kipya kabisa. Wamekuja na notes of motion, maombi kama maombi ya pembeni kwa mahakama ya rufaa, kwamba hawajaridhika na ule uamuzi au mwenendo wa jinsi ambavyo ile pingamizi imeendeshwa na mahakama kupitia ule uamuzi wa leo. Kwa hiyo wamesema kwamba wanakwenda mahakama ya rufaa, wakitaka mahakama ya rufaa itumie mamlaka yake ya mapitio iweze kufanya nini kupitia ule mwenendo au ule uamuzi ambao umefanywa na mahakama hii. Hiyo inamaanisha nini? Kesi hii lazima isimame. Hapa imesimama kwa sababu wanasema shahidi wao ule wa msingi huyo bwana ACP Mahamba ndiye ambaye sasa maana yake amekumbwa vibaya sana na huo uamuzi. Kwa hiyo wanaamua kukatia au kuiomba mahakama ya rufaa ipitie tena huo uamuzi na ule mwenendo mzima wa jinsi ambavyo kesi ilivyokwenda. Kwa kweli mwenyekiti hakufurahishwa na hilo. Amependa tu kusema kwamba ni wazi kwamba kifungu cha 8 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ile ya mahakama ya rufaa, Appellate Jurisdiction Act, inasema kwamba mambo ya mapitio hakuna na rufaa au mapitio, mambo ya mapitio katika maamuzi ambayo hayamalizi kesi ya msingi. Mwenyekiti amependa kukumbusha mawakili wa serikali hiyo kwamba wazingatie hilo. Kwa hiyo wao na akasema basi mahakama inakuwa imefanya nini, imefungwa, basi hatuna ujanja.
Lakini nafahamu kwamba kuna uamuzi mmoja wa kesi ya Peter Madereka ambao nadhani huenda ndio serikali wanaotumia, ambao unasema kwamba mnaruhusiwa kwenda kufanya mambo ya mapitio kwa kupitia kama unapinga mwenendo. Sasa wao maana yake wanataka kupinga mwenendo wa kile ambacho kimefanya nini, kimeendelea. Kana kwamba mambo yalikwenda shagarabagara kwamba sivyo yanavyotakiwa kwenda, mwisho wa siku wanataka kwenda kupinga ule mwenendo. Mwenyekiti amesema yuko tayari kabisa kuweza kukutana nao kule mahakama ya rufaa, na hii kesi mahakama imeweza kusema kwamba basi itabidi kesi hii isimame, isubiri ule uamuzi wa mahakama ya rufaa. Kwa hiyo ni rai yetu kwa upande kama wanasheria na kama vile maafisa wa mahakama, tukizingatia kwamba hii ni kesi kubwa kushinda kesi zote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 28 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ambayo inasema uhaini ni kosa kubwa dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Basi mpira sasa umehamia kwa Jaji Mkuu. Jaji Mkuu George Masaju, sasa mpira umehamia kwako, ni kwamba sasa wewe ndiye ambaye unatakiwa kwa kuzingatia unyeti wa kesi hii kuweza kuamua jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa kuweza kuisikiza hii kesi haraka. Ni wito wetu kwamba hii isiingie kule kwa ni mtindo wa kwenda kupaki kesi mahakamani kule mahakama ya rufaa, kwa sababu mtindo mara nyingi mawakili ambao wanafanya ukiona umezidiwa hata katika yale mambo ambayo yana hali ngumu, unaweza kuipaki kwenye mahakama ya rufaa kwamba ikae huko na wewe uchoke uozee huko. Sasa mtuhumiwa kama ambavyo amesema, sasa mshtakiwa, mwenyekiti amesema kwamba yeye yuko gerezani, maana yake anaendelea kuumia. Ili sasa kuondoa maumivu haya na mahakama kuhakikisha kwamba ile kasi na mtiririko wa kesi unakwenda vizuri, basi ni vema mahakama ya rufaa ikaweza kuitisha ile faili mara moja ya maombi kuyasikiza kwa haraka na kutoa mwongozo kwa vitu kama hivi katika kuhusiana na kesi hii, kwa sababu kama na mwenyekiti angekuwa na yeye anakwenda kwa staili hii, na yeye angekuwa anapeleka maombi mengi sana, kwa sababu mara nyingi mapingamizi yake yamekataliwa. Lakini kwa kutambua kwamba hakuweza, hamna sababu ya kukata, sheria inakataza mambo ya mapitio, amekuwa anaacha kwamba nini masuala yaende. Anayeumia zaidi ni yeye yuko ndani, ambaye yuko mahabusu, hana dhamana. Kwa hiyo ambaye anaumia ni yeye zaidi kushinda wale ambao wanamshtaki, ambao wao wanafanikiwa kulala vizuri kabisa kwenye vitanda vyao kila uchao. Sasa ni vema kwamba mahakama ya rufaa, Jaji Mkuu, tunakurai na kukusii kwamba kutokana na umuhimu na unyeti wa kesi hii, na kwa sababu ndio kesi kubwa kushinda zote katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania hivi sasa ambayo inaendelea katika mahakama zetu, basi kesi hii hizo, kwa sababu mpira umehamia katika mahakama ya rufaa, mahakama ya rufaa ichukue jukumu la haraka kabisa, na mamlaka haya yanayo Jaji Mkuu kuweza kuipangia majaji wanaohusika, na mwisho wa siku uamuzi utolewe haraka. Kuna kesi kule Shinyanga ilichukua tu wiki moja ikaweza kupangiwa majaji. Tunatumai kwamba hata hii inaweza kupangiwa ndani ya wiki moja ikaweza kusikizwa na mahakama ya rufaa ikatoa uamuzi. Mwisho wa siku mtiririko wa kesi hii usiweze kufanya nini, kupotea, kwa sababu vile heshima na taswira ya nchi yetu iko mahakamani. Kwa hiyo all of us nchi yetu inashtakika katika hukumu ya katika mahakama, katika jukwaa la kimataifa. Basi ni vema kwamba mahakama isikubali kutumika au kuonekana kama sehemu ya kukwamisha kesi kama hii, bali iendelee, hadi mamlaka ya Jaji Mkuu aweze kuyatumia kwa haraka zaidi na kupanga ile jopo la majaji watatu. Tunafahamu kulikuwa na sessions mbalimbali ambazo zinaendelea katika mahakama mbalimbali hapa za mahakama ya rufaa sehemu mbalimbali. Wale majaji au ile mikutano au vile vikao vinakaribia kwisha, ni rahisi kuweza kupata majaji watatu na kuweza kuitolea uamuzi. Sasa baada ya hayo ni kwamba kesi hii imeahirishwa kwa misingio. Kikubwa zaidi ambacho ningependa ni kwamba ni kuwashukuru sana wote ambao wamekuwa wamejitokeza kuhudhuria hii kesi kwa moyo wa upendo na mshikamano mkubwa ambao wameweza kuonyesha, wanachama, wafuasi na wapenzi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, vile vile na mtu ambao wanaipenda nchi yetu ya Tanzania, kwamba tuweze kukaa katika mfumo mzuri wa haki. Mmekuwa mnahudhuria kila siku na mmeweza kuona, lakini ambacho kwa kweli hakikufurahisha ni kile kitendo cha sisi kuachwa mahakamani kwa muda karibu wa hizo saa 3, wakati kesi takiwa ianze saa 5, mwisho wa siku ndio kuanza saa 8 na kitu. Imeleta taswira mbaya sana. Nadhani sijajua vitu gani vimeandikwa katika mitandao ya kijamii, lakini kwa kweli vimetia doa kubwa. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.